Hakika nchi yetu inaendelea kunufaika na uhusiano mzuri wa kufanya kazi na nchi zote wanachama wa FIATA kwa kuzingatia dira ya pamoja na uelewa wa kina kwa madhumuni ya kukuza uwezeshaji wa biashara na mbinu bora katika jumuiya ya mawakala wa ushuru wa forodha. Hongereni sana, asanteni sana. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata fursa kubwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu kutokana na umuhimu wake kwenye sekta ya logistics na uchukuzi. Kama tunavyofahamu kuwa Tanzania ni lango kuu la kupitisha mizigo kwa nchi zaidi ya 8 zilizopo Mashariki ya Kati na kusini mwa bara la Afrika. Pia Tanzania ni mojawapo ya nchi zinazotoa fursa ya meli kubwa ya kubadilishana mizigo na meli ndogo, yani transshipment. Katika kutekeleza suala hili, Tanzania imeweza kuhudumia shehena zinazoingia na kutoka katika nchi hizo kwa kutumia bandari ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, barabara zilizopo kwenye shoroba kuu na reli za kati na TAZARA, yani Tanzania Zambia Railway. Hii imefanikiwa kwa kuwa na mifumo inayounganisha wadau wote na mnyororo wa uchukuzi, wakiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania, Mamlaka ya Bandari Tanzania, Shirika la Reli Tanzania, Mamlaka ya Reli Tanzania na Zambia, Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi Kavu, Wakala wa Barabara za Taifa, Wakala wa Barabara za Vijiji, vyama vya mawakala wa ushuru wa forodha na mamlaka nyinginezo za serikali na wadau wa sekta binafsi. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, ushirikiano uliowekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wadau wa sekta ya uchukuzi umewezesha kuendelea kukua kwa mizigo unaopita nchini kuelekea nchi jirani. Serikali katika kuhakikisha ufanisi wa bandari unakuwa na mizigo inaongezeka katika bandari zetu, imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ikiwemo kuboresha mifumo, kujenga na kukarabati miundombinu, kushirikisha sekta binafsi katika uendeshaji wa shughuli za bandari pamoja na kutoa elimu katika uendeshaji wa shughuli za bandari. Ni jambo la faraja kwetu kuona hatua hizo zimewezesha kuleta mafanikio makubwa kama ambavyo yameelezwa, ikiwemo kupungua kwa muda wa kuhudumia meli za makasha gatini kutoka wastani wa siku 10 hadi siku 3. Kadhalika, kuongezeka kwa mapato yaliyotokana na shughuli za kibandari yatokanayo na kodi ya forodha kutoka shilingi za Kitanzania trilioni 7.08 kwa kipindi cha kuanzia Julai 2023 hadi Mei 2024 na kufikia shilingi za Kitanzania trilioni 8.26 kwa kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi mwezi Februari 2025, sawa na ongezeko la shilingi trilioni 1.18. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ambayo tumeyafikia, serikali ya awamu ya 6 inaendelea na utekelezaji wa miradi mipya kwa ajili ya kuongeza ufanisi na kuboresha mazingira ya utendaji wa sekta ya uchukuzi na miundombinu, ikiwemo uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam katika gati namba 8 hadi 11 ili kuwezesha kuhudumia meli kubwa zaidi duniani, yani Post Panamax, na kwa sasa tayari hatua ya upembuzi yakinifu imeshafanyika. Aidha, pamoja na hatua iliyochukuliwa katika utekelezaji wa miradi ambayo inakwenda moja kwa moja na uchumi wa bluu, pia serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo ni wezeshi katika sekta ya uchukuzi. Miradi hiyo inajumuisha ujenzi wa reli ya kisasa, yani standard gauge, kutoka Dar es Salaam, Mwanza na Kigoma, ambapo mradi huo upo katika hatua mbalimbali. Sambamba na hilo, serikali inaendelea na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege, barabara na vivuko. Lengo la miradi hii ni kuunganisha huduma na miundombinu
ya uchukuzi na hivyo kuwezesha abiria na mizigo kufika kwa muda mfupi bila ya kuchelewa na kwa gharama nafuu. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imefanya maboresho makubwa kwenye sekta ya uchukuzi na kuweza kupata mafanikio chanya ambayo yameleta mabadiliko makubwa katika utoaji wa huduma na miundombinu ya uchukuzi, kama ambavyo waziri husika ameeleza kwa kina, ikiwemo kuongezeka kwa meli za kigeni na utoaji wa huduma kwa mzigo wa mafuta ya kuwasha, yani petroleum product. Vile vile, pamoja na hatua kubwa ya mafanikio iliyofikiwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na dhamira yake ya uendelezaji wa miradi mipya ambayo inalenga kuboresha sekta ya uchukuzi na miundombinu. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na uwekaji wa miundombinu ya ushushaji wa mafuta na gesi, yani CBM Mangapwani, ujenzi wa bandari ya Shumba mjini, bandari ya Kizimkazi, bandari jumuishi ya Mangapwani, bandari ya Wete na bandari ya abiria Mpiga Dori. Pia serikali inafanya ujenzi wa boti mbili za mwendo kasi, uboreshaji wa bandari ya Mkoani na kufanya ujenzi wa maeneo ya vituo vya usafiri wa baharini, yani sea taxi. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika katika utoaji wa huduma, inaendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali ya miundombinu ya usafiri ili kuunganisha huduma za usafiri na usafirishaji, ikiwemo ujenzi wa kiwanja kipya cha ndege kisiwani Pemba, kufanyia ukarabati na kuongeza majengo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume, ujenzi wa barabara kuu, barabara za mjini na vijijini kwa Unguja na Pemba. Ni wazi kuwa kutokana na mafanikio ya sekta ya uchukuzi na miradi ya kimkakati inayotekelezwa katika nchi yetu kwenye eneo hili la uchumi wa bluu, sasa mtakubaliana nami kwamba mkutano huu umekuja wakati mwafaka. Naomba niwahakikishie kwamba serikali zenu zote mbili zimejipanga kikamilifu kutumia fursa zinazopatikana kupitia mkutano huu na hivyo kuendelea kujenga mazingira mazuri ya biashara. Ni imani yangu kuwa mtapata muda wa kutosha katika kujadiliana masuala yote na hatimaye kutushauri namna bora ya kuendelea kunufaika na uchumi wa bluu. Ndugu viongozi na ndugu washiriki wa mkutano, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza waandaaji wa mkutano huu kwa matayarisho yenu mazuri.